Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Tunamshukuru Mungu tena kwa neema na kibali kwa wakati mwingine kwa ajili ya kujifunza mambo ya ufalme wa Kristo. Ninakueleza habari njema za Yesu Kristo. Yesu Kristo ni mwema, Yesu Kristo anatupenda, Yesu Kristo anatuhudumia, Yesu Kristo ni Baba, Yesu Kristo ni Mungu. Sasa siku ya leo ninataka tujifunze umuhimu wa neno la Mungu. Umuhimu wa neno la Mungu. Nini umuhimu wa neno la Mungu? Takusomea maandiko mawili kwa leo ambayo yanaonesha umuhimu wa neno la Mungu. Andiko la kwanza litatoka kwenye kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Andiko la pili litatoka kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Tutasoma tu hapo, tutaishia hapo, tutakuwa tumejifunza kwa ufupi umuhimu wa neno la Mungu. Somo langu ni umuhimu wa neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninakushukuru mfalme wa falme. Asante Bwana Yesu. Ninakushukuru kwa neema yako. Asante kwa kuwa umetuokoa. Asante kwa kuwa umejaza nuru kwenye ufahamu wetu, kwenye akili zetu, kwenye maisha yetu. Tunaona nuru ikiangaza. Tunaona uelekeo kwenye maisha yetu. Katika jina la Yesu Kristo. Amen. Anze kwenye kitabu cha Waefeso, kitabu cha Wakolosai sura ya 3 mstari wa 16. Biblia inasema hivi: neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. Neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu. So Mungu ametupa maelekezo ya neno la Mungu. So neno la Mungu, Biblia imeelekeza likae kwa wingi ndani kwetu. Kwa nini Mungu hakuelekeza kwamba magari, fedha sio mbaya, magari sio mbaya, nyumba sio magari? Kwa nini hakuelekeza magari yakae kwa wingi au viwanja vikae kwa wingi? Kwa nini hakuelekeza kwamba basi watoto wakae kwa wingi ndani kwenu? Lakini anaelekeza neno la Mungu likae kwa wingi ndani kwenu. Kwa nini likae ndani neno la Mungu? Takuja tuone. Biblia inasema hivi. Katika hekima yote. Kwa hilo neno litakavokaa litazalisha hekima. Manake neno hili la Mungu lazima ukubaliane nalo. Ukishakubaliana nalo hilo neno la Mungu, ile neno la Mungu automatically linaanza kuzalisha hekima ya kimungu. Kumbuka, neno la Mungu ni neno lenye nguvu. Neno la Mungu ni uzima. Neno la Mungu ni kama nuru. Ndio maana wakuta Zaburi anasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu. Kwa nini neno liwe taa ya miguu yako? Kwa nini neno liwe taa? Neno la Mungu ni kama kiongozi anayekuongoza. Kumbuka wewe upo kwenye ufalme wa Mungu. Upo ndani ya ufalme wa Mungu. Kwa kuwa upo ndani ya ufalme wa Mungu, sasa neno la Mungu linakuongoza. Maanake linakupa direction, uelekeo. Kama unataka uelekeo wa maisha, lazima neno la Mungu likae ndani kwako. Likishakaa ndani kwako, hekima ya kimungu itazaliwa. Umeshawahi kujiuliza siku moja, kwa nini Sulemani aliomba hekima kwa Mungu akaacha kuomba fedha? Kwa nini Sulemani aliomba hekima akaacha kuomba mali? Why? Na mzee Yakobo anasema hivi, na aliyepungukiwa na hekima na aombe hekima kwa Mungu, kwa sababu atajazwa hekima ndani yake. So neno la Mungu likishakaa ndani yako linazaa kitu kinaitwa wisdom, hekima ya kimungu
inazaliwa. Kwa nini? Neno la Mungu ni roho. Neno la Mungu limevuviwa nguvu za Roho Mtakatifu. Neno la Mungu lina uwezo wa kubadilisha. Ndio maana Yesu anafanya ishara na miujiza kuwalisha wanaume 5,000, alafu siku ya pili yake wanamfuata. Yesu anasema hawa hawajalifuata neno la Mungu. Kwa nini? Kwa sababu wao akili yao wanataka mikate. Maana yake anawaambia neno la Mungu ni uzima. Kwa neno la Mungu likikaa kwako linakupa uzima. Linakufanya kila siku ujione wewe ni mpya. Kwa nini? Kwa sababu ya neno la Mungu. Sasa anaendelea anasema kwamba anasema hivi, mkifundishana. So neno la Mungu nikasema umuhimu wa neno la Mungu. Cha kwanza tumeona. Kwanza, neno la Mungu linazalisha hekima ya kimungu. Neno la Mungu cha pili linafundisha likiwezeshwa na nguvu za Roho Mtakatifu. Kwa neno la Mungu linazalisha hekima, linatufundisha. Alafu anasema linatuonya. Kwa nini lituonye? Kwa sababu sisi ni wana wa ufalme. Wana wa ufalme inatakiwa waenende sawasawa na ufalme wa Mungu unavotaka. Kwa lazima itakuonya. Kwa hiyo kuna vitu ambavyo kwamba utakuwa navyo Mungu hata pendezwa navyo. Neno la Mungu, utaenda kanisani, neno hilo litakubamiza. Maana yake litakuonya. Utaenda litakufundisha. Utaenda utapata hekima. Alafu anasema na kuonya kwa zaburi na nyimbo na tenzi za rohoni, huku mkiambiana Mungu kwa neema mioyoni mwenu. Sawa? Kwa hiyo neno la Mungu pamoja na kutuonya, sawa, linatusaidia sisi pia kucapture hata kwenye suala la uimbaji. Unajua kuimba ni kumtumikia Mungu. Kuimba ni kumtumikia Mungu. Lakini katika nyimbo zinazoimbwa, lengo kubwa hizo nyimbo zitupe hekima, zitufundishe na zitupe nini? Inasema na zituonye. Tukae sawasawa na vile wana wa ufalme. Kumbuka sisi tumetoka katika ufalme wa Adamu wa kwanza. Sasa tumeingia katika nyumba mpya ya Adamu wa pili. Sasa huyu Adamu wa pili kuna vitu vyake anavihitaji kwenye ufalme wake. Sasa Biblia ndo inatuongoza. Inatuambia hichi hakitakiwi, hichi kinatakiwa. Hiki kinatakiwa kiende hivi, hiki kinatakiwa kiende hivi. Sasa anasema katika hivyo vitu vyote tunaonyana, tunafundishana, tunapata hekima kwa neema ya Kristo. Hivi vitu vyote tunavipata kwa neema. Sio sisi tujitahidi kupata hekima. Hapana. Sio sisi tujitahidi kujionya. Sio tujitahidi kujifunza. Sisi tukae katika neno. Tukishakaa katika neno, hekima itaanza kuzaliwa automatically kwenye maisha yetu. Kwa nini? Kwa sababu tumekaa katika neno. Kumbuka hata mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume, Biblia inasema hivi, mitume walikuwa wanakaa katika neno na kuomba. Maanake neno ndo msingi wa ufalme wa Mungu. Nje ya neno la Mungu, haupo katika msingi wa kimungu. Kwa hiyo kukaa katika neno unapata hivyo vitu. Lakini anasema huku mkiambiana Mungu kwa neema mioyoni mwetu. Kwa hiyo mioyo yetu, kwa sababu neno la Mungu limejaa, sasa mioyo yetu inazungumza neema ya Kristo. Kumbuka, tumeokolewa kwa neema, mtu yoyote asije akajisifu, kutoka kwenye kitabu cha Efeso sura ya 2 mstari wa 8 mpaka wa 9. Tumeokolewa kwa neema, mtu yoyote asije akajisifu. Maana yake hata hekima tunapata kwa neema. Huwezi ukajisifu kwa hekima ya kibinadamu.
hata kufundishwa tunafundishwa kwa neema. Uwezi ukajisifu mtu fulani ananifundisha vizuri ni kwa uwezesho wa Roho Mtakatifu. Uwezi ukaonywa bila neema. Neema inakuonya wewe. Ndio maana Paulo anamwambia Timotheo, kaa katika neema, ufundishe neema ya Kristo, kwamba fundisha kile ambacho Kristo amekifanya miaka 2000 iliyopita. Kwa hiyo miaka 2000 iliyopita Yesu Kristo alimaliza kazi yake pale msalabani, akatuachia hekima, akatuachia mafundisho, akatuachia neno. Sasa tukae katika neno. Ukishakaa katika neno, maana yake sasa tumekaa katika Kristo. Kukaa katika neno ni kukaa katika Kristo. Na ndio maana Biblia inasema hapo mwanzo kulikuwa na neno, naye neno alikuwa Mungu, naye Mungu akavaa mwili. So neno, hapo mwanzo kulikuwa na neno. Neno kwanza, kulikuwa na neno kwanza. So kabla ya ulimwengu haujawepo kulikuwepo na neno. Mungu alitamka neno, vitu vikatokea. So neno la Mungu ndio linakupa pumziko katika maisha. Ili uweze kupumzika, upate pumziko ndani ya moyo wako, unahitaji neno la Mungu. Nje ya neno la Mungu no pumziko. Ndio maana Kristo akasema, njoeni nyinyi nyote mnaosumbuka na kuelemewa na mizigo, nami nitawapumzisha. Kwa nini pumziko? Neno la Mungu litakufanya upumzike. Twende kwenye kitabu cha Waebrania sura ya 4 mstari wa 12. Biblia inasema nini? Biblia inazungumza nini? Biblia inasema hivi. Biblia inazungumza. Inasema maana neno la Mungu li hai. So neno la Mungu lina pumzi yenye uhai. Maana neno la Mungu li hai. Neno la Mungu lina pumzi. Neno la Mungu li hai. Neno la Mungu li hai. Neno la Mungu li hai. Kumbuka hiyo. Neno la Mungu li hai. Neno la Mungu li hai. Tena lina nguvu. Unaona? Kwa hiyo tunaangalia umuhimu mwingine wa neno la Mungu. Tumesema kwamba linatupa hekima. Tunasema kwamba linatufundisha. Tumesema kwamba linatuonya. Sawa? Tumesema kitu kingine kwamba hilo neno la Mungu li hai. Maana yake hilo neno lina uzima. Lina uzima wa Mungu. Hilo neno la Mungu lina nguvu. Umuhimu wa neno la Mungu. Li hai, lina nguvu. I say, lina nguvu. Tena lina ukali kuliko upanga wao wote ukatao kuwili. Anasema tena ni kama upanga. Yaani tu ni neno ni kama upanga, sio upanga wenyewe. Anasema ni kama upanga ukatao kuwili. Yaani unakata kuwili, unakata kushoto na kulia. Hilo neno la Mungu, sawa? Ni kama, lakini sio lenyewe. Maana yake ni zaidi ya upanga ukatao kuwili. Ni kama upanga ukatao kuwili. Maana yake neno la Mungu ni zaidi ya upanga ukatao kuwili. Katika silaha za Mungu, silaha mojawapo ni neno la Mungu. Nenda kasome kwenye kitabu cha Efeso sura ya 6. Kuanzia mstari wa 10 tididika chini. Anasema neno la Mungu ni kama upanga wa roho. Na Biblia anasema vita vyetu si juu ya damu na nyama, vita vyetu katika roho. Sasa unavojifunza neno na kuachilia neno katika ulimwengu wa roho, na unavozidi kuachilia neno katika ulimwengu wa roho, maana yake unaagiza upanga katika ulimwengu wa roho. Haleluya. Kwa ni kama upanga unaokata, ni kama tu, lakini lenyewe lina nguvu. Lenyewe li hai. Ni kama upanga tu, ni kama tu ni upanga. Yaani wameweka ni kama, sio upanga, ni kama. Manake ni zaidi ya upanga. You see? Haya. Anasema hivi, ni kama ukatao kuwili. Anasema tena la choma hata kuzigawanya nafsi na roho,
Kitu ambacho kina uwezo wa kugawanisha nafsi na roho ni neno la Mungu. Hakuna daktari duniani, hata huyu mmoja, mwenye kuweza kutenganisha nafsi na roho, hayupo. Lakini neno la Mungu, neno la Kristo, lina uwezo wa kutenganisha nafsi na roho. Ndo kitu pekee ambacho kina uwezo wa kuligawa neno la Mungu. Kitu pekee ambacho kinaweza kikagawa nafsi na roho ni neno la Mungu. Kitu pekee ulimwenguni, dunia nzima, ulimwengu mzima, kitu pekee kinachoweza kugawanisha nafsi na roho ni neno la Mungu. Hakuna kitu kingine tena duniani. Biblia imesema neno la Mungu lina uwezo wa kutenganisha nafsi na roho. Nafsi na roho, yani kuchambua. Kwa hiyo umuhimu mwingine, neno la Mungu lina uwezo wa kutenganisha nafsi na roho. Tumesema li hai, lina nguvu, tena ni kama upanga ukatao kuwili. Hiyo pointi ya 6. Pointi ya 7 inasema kwamba, pointi ya 7, lina uwezo wa kugawanisha nafsi na roho. Nafsi na roho, nafsi na roho, lina uwezo wa kugawanisha nafsi na roho. Hakuna kitu kingine chenye uwezo wa kugawanisha nafsi na roho. Nadhani umenipata vizuri, mwana wa Mungu. Wewe ni mwana wa Mungu unapenda. Na viungo na mafuta yaliyomo ndani yake, tena li jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Sasa neno la Mungu lina uwezo wa kutambua. Neno la Mungu lina uwezo wa kutambua mawazo mabaya ndani ya moyo wako. Na ndio maana Mungu akasema hivi. Mungu akasema hivi. Neno la Mungu na likae kwa wingi ndani yenu, ndani ya moyo wako. Kuna utofauti wakati ya kukalili neno kichwani na kuweka neno kwenye moyo. Moyo wa mwanadamu ni kama udongo ambayo mbegu yake ni neno la Mungu. So unapata umuhimu mwingine kwamba neno la Mungu ni kama mbegu ambayo inakaa kwenye moyo. Baada ya muda mfupi lile neno linaota. Sasa neno likikaa kwa wingi ndani kwako, lina uwezo wa kutambua mawazo mabaya. Lina uwezo wa kutambua mawazo mabaya. Neno la Mungu si limejaa kwa wingi ndani kwako? So adui atakapokuja kwa ajili ya kukushambulia, automatically utatambua huyu ni adui. Utatambua huyu anayekuja ni adui. Kwa sababu gani? Neno la Mungu litakuambia kwamba hii haipo katika ufalme wa Mungu, haipo katika mwenendo wa Mungu. Kwa hiyo ukitaka kuweza kutambua mawazo mabaya, neno inatakiwa likae kwa wingi ndani kwako. Ukitaka kujua makusudi ya moyo, neno la Mungu likae ndani kwako. Nje ya neno la Mungu kukaa ndani ya moyo wa mwanadamu, aliwezi likafanya kazi, itabaki historia tu. Hii Biblia hii, unaona hii Biblia sio story, ni maisha yaliyo halisi. Ni maisha halisia. Hii Biblia ni maisha halisia, yapo humu. Kila kitu kimo humu kwenye Biblia. Kila kitu kimo humu. Unajua kwa nini watu wengi tumekaa kwenye pressure? Tumekaa kwenye msongo wa mawazo. Tumekaa tunaona kama tumetelekezwa. Tunakaa tunaona hatujataka kujikita kwenye kusoma neno la Mungu. Sisi tunachotaka, tunataka pap. Yani tunataka hisia na mihemko. Tuna hisia na mihemko. Lakini kama light tungekaa na kutulia, kuanza kujifunza neno la Mungu kwenye Biblia takatifu, hakika hakuna mwenye depression, hakuna mwenye pressure, hakuna mwenye mawazo, hakuna mwenye nini. Tungebaki kukaa kwenye ufalme wa Mungu, na sisi wana wa ufalme wa Mungu tunahudumiwa na Mungu. Tunahudumiwa na Mungu mwenyewe, anatuhudumia usiku na mchana. Shida tumeshindwa kutambua
umuhimu wa neno la Mungu. So tukishatambua umuhimu wa neno la Mungu, tutaanza kujifunza neno la Mungu. Wewe mwenyewe ukiwa peke yako, sio kusubiri ufundishwe na mchungaji au mwalimu, au kaa mwenyewe peke yako ujifunze neno la Mungu kwenye Biblia yako. Sasa hivi imerahisishwa. Biblia ipo kwenye simu, mahubiri hapo kwenye simu. Jifunze neno la Mungu, kae kwenye pumziko, uache mahangaiko, uache kurukaruka. Kwa hiyo neno la Mungu ameagiza likae kwa wingi ndani kwetu. Likishakaa kwa wingi ndani kwetu, na summarize na maliza. Likishakaa kwa wingi ndani kwetu, vitu 7 vinafanyika. Kitu cha kwanza kinachofanyika, tumezungumza, hekima ya kimungu itakuwa pamoja na wewe. Phase 1, hekima itatembea na wewe. Kitu cha pili kitakachofanya, neno la Mungu litakufundisha hilo neno la Mungu. Kitu cha 3, hilo neno la Mungu litakuonya. Kitu cha 4, hilo neno la Mungu lazima utambue lipo hai, linaishi. Kitu cha 5, ujue kwamba hilo neno la Mungu lina nguvu. Kitu cha 6, inatakiwa ujue kwamba hilo neno la Mungu ni kama, sio upanga, ni kama tu upanga. Alafu hilo neno la Mungu lina uwezo 7. Hilo neno la Mungu lina uwezo wa kutambua mawazo mabaya na kusudi la moyo. Alafu hilo neno la Mungu, vitu 8, lina uwezo wa kugawanisha nafsi na roho. Hakuna daktari bingwa, hakuna mtaalamu yoyote dunia nzima, kama yupo toa ushahidi hapa kwenye comment, kama yupo aliyeweza kugawanisha nafsi na roho. Neno la Mungu ndo lenye uwezo pekee wa kugawanisha nafsi na roho. Mungu akutunze, Mungu akubariki sana. Naitwa Mwalimu Martin. Endelee kunifuatilia Facebook. Kuna mafundisho kwenye WhatsApp kila siku, dakika 20 mpaka 15. Tunajifunza neno la Kristo. Kama unahitaji kujoin, ni text, nitakutumia link, utajiunga ili uendelee kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Kwa sababu Yesu Kristo amesema, enendeni ulimwenguni mkawafanye watu kuwa wanafunzi. Kama unahitaji kuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, kaa katika neno la Yesu Kristo. Utakuwa mwanafunzi imara, hakutakuwa na kubabaika, utasimamia neno la Mungu. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ninakushukuru Bwana Yesu. Asante Bwana, umenitumia mimi kama chombo kwa ajili ya neno lako hili. Asante Bwana, umewafundisha watoto wako sawa sawa na mapenzi yako. Roho Mtakatifu, mwalimu uliye mwema, ukawafundishe tena na tena, ukawaeleweshe, ukawape detail kwamba neno la Mungu li hai katikati ya maisha yetu. Amen. Mungu awatunze wote. Amina.